Habari mtazamaji wa SAUT TV, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu katika kipindi cha Weekly News Counter. Tuziangazie habari kubwa 7 zilizotokea ulimwenguni kote. Jina langu ni Arafa Ngondaye. Karibu. Benki ya Dunia WBG na mfuko wa maendeleo wa Qatar QFFD wamesaini hati ya makubaliano ili kuimarisha ushirikiano wa kimkakati katika kutoa suluhisho endelevu za maendeleo duniani kote, ikiwemo kuongeza upatikanaji wa huduma za umeme katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Katika makubaliano hayo, WBG na QFFD wamelenga kushirikiana katika kusaidia nchi zinazostahiki kupewa vipaumbele vya maendeleo ya kimataifa, ikijumuisha juhudi za kupanua upatikanaji wa umeme kwa watu milioni 300 katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kupitia mpango wa M300 na kuboresha maisha ya wakulima wadogo milioni 250 duniani kupitia jukwaa la AgriConnect la Benki ya Dunia. Makubaliano hayo yamesainiwa wakati wa ufunguzi rasmi wa ofisi ya Benki ya Dunia mjini Doha siku ya Jumapili, huku yakitarajiwa kusaidia utekelezaji wa dira ya taifa ya Qatar 2030 na kuimarisha ushiriki wa Benki ya Dunia na sekta za umma na binafsi za Qatar. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Fahad Hamad Al-Sulait, mkurugenzi mkuu wa QFFD, ameeleza kuwa hatua hiyo inaakisi dhamira ya muda mrefu ya taifa la Qatar ya kuimarisha ushirikiano na taasisi kuu za kimataifa za kifedha na kuharakisha utekelezaji wa program za maendeleo endelevu kulingana na malengo ya dira ya taifa ya Qatar 2030. Sambamba na hayo, kupitia uhamasishaji wa dhana za sekta ya umma na binafsi, ushirikiano huu utalenga kufungua fursa katika sekta muhimu, uthabiti na ukuaji jumuishi, ikiwemo maendeleo ya rasilimali watu, nishati na madini, biashara ya kilimo na maendeleo ya kidijitali. Hata hivyo, ofisi ya Benki ya Dunia itatumika kama jukwaa la kukuza uwekezaji wa nje kuelekea masoko yanayoibuka katika eneo hilo na duniani kwa ujumla. Hatua hii pia inaendelea kuimarisha nafasi ya Qatar kama kitovu cha kimataifa cha ushirikiano wa kiuchumi na kifedha, na inaangazia jukumu la QFFD kama kichocheo cha ushirikiano wa kimataifa wenye athari chanya katika kuendeleza maendeleo ya haki na endelevu. Meli ya kivita ya Marekani imewasili Mashariki ya Kati, hali inayopelekea kuzua hofu ya uwezekano wa kutokea kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran. Meli hiyo inayofahamika kwa jina la USS Abraham Lincoln, chini ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani, ikiwa na silaha kadhaa za maangamizi na makombora, imevuka katika eneo la Mashariki ya Kati huku kikosi chake kikiwasili katika eneo hilo. Jeshi la Marekani katika siku za nyuma liliingiza vikosi katika Mashariki ya Kati wakati wa mvutano mkali, hatua ambazo mara nyingi zilikuwa za kujihami. Hata hivyo, jeshi la Marekani lilifanya maandalizi makubwa mwaka jana kabla ya mashambulizi yake ya Juni dhidi ya mpango wa nyuklia wa Iran. Marekani iliunga mkono na kujiunga kwa muda mfupi katika vita vya siku 12 vya Israel dhidi ya Iran mwezi Juni, na wakati Trump wiki iliyopita alionekana kubadili nia kutokana na vitisho vyake vya mashambulizi mapya ya kijeshi. Hata hivyo, mwishoni mwa juma jeshi la Marekani lilitangaza kwamba litafanya mazoezi katika eneo hilo kwa kuonyesha uwezo wa kupeleka, kutawanya na kuendeleza nguvu za anga za kivita. Meli hizo za kivita zilianza kutumwa kutoka eneo la Asia Pacific mapema mwezi huu, huku mvutano kati ya Iran na Marekani ukiongezeka kufuatia ukandamizaji wa maandamano nchini Iran. Mbali na shehena na meli za kivita, Pentagon pia inahamisha ndege za kivita na mifumo ya ulinzi wa anga hadi Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa kamandi kuu ya Marekani, imesema katika ukurasa wake wa X kuwa dhumuni la kutumwa kwa meli hiyo katika Mashariki ya Kati ni kukuza usalama na kuhakikisha utulivu wa kikanda unakuwepo. Zaidi ya raia milioni 3 wa Sudan waliokimbia vita ya takriban miaka 3 warejea katika makazi yao nchini humo. Shirika la Umoja wa Mataifa la wahamiaji limesema tangu April 2003 Sudani imekuwa na vita kati ya jeshi la wapiganaji wa Paramilitary Rapid Support Force RSF ambavyo vilisababisha vifo vya maelfu ya watu, uharibifu wa makazi na takriban watu milioni 14 kukimbia makazi yao.
Kurudi kwa idadi kubwa ya watu wa Sudan kunatokana na mashambulizi makali ya jeshi la Sudan mwishoni mwa mwaka 2024 kuchukua tena udhibiti katika maeneo ya kati ambayo mapema wakati wa vita yalikuwa yamechukuliwa na RSF. Mpaka sasa Sudan imejitahidi kuongeza uzalishaji wa dhahabu kama chanzo kikuu cha fedha za kigeni tangu ilipopoteza robo tatu ya mapato yake ya mafuta kufuatia kujitenga kwa Sudan Kusini mwaka 2011. Shirika la Afya Duniani WHO limezitaka shule duniani kote kuzingatia mazingira ya ulaji wa chakula bora ili kupunguza changamoto ya utapiamlo na ongezeko la unene uliopitiliza kwa wanafunzi. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom amesema vyakula wanavyokula vinaweza kuwa na madhara makubwa katika kujifunza na hata kwa afya na ustawi wao, ambapo lishe sahihi mashuleni ni muhimu ili kuzuia magonjwa ya baadaye. Shirika limesema kuwa takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa mtoto mmoja kati ya 10 wenye umri wa kwenda shule anaishi na unene uliopitiliza, idadi ambayo sasa imevuka ile ya watoto wenye uzito mdogo, huku shule zikishuhudia ongezeko hili na changamoto ya utapiamlo ikitajwa kuwa ya kudumu katika baadhi ya watoto walioko mashuleni duniani. WHO imependekeza kuweka sheria na vigezo maalumu vitakavyoongeza upatikanaji wa vyakula na vinywaji vyenye ubora, huku vikidhibiti vile visivyofaa na kutumia mbinu za ushawishi kama vile kubadilisha namna ya utunzaji wa vyakula, bei na uwasilishaji wake ili kuboresha afya ya watoto. Hata hivyo, ripoti hiyo imebainisha kuwa sera pekee hazitoshi bila kuwepo kwa mifumo imara ya ufuatiliaji na usimamizi ili kuhakikisha taratibu na sheria zinatekelezwa kikamilifu na kwa msimamo, ambapo takwimu zinaonyesha kufikia Oktoba 2025 ni nchi 104 pekee wanachama ambazo zilikuwa na sera za afya ya chakula shuleni na ni nchi 48 pekee ambazo ziliweka vikwazo dhidi ya matangazo ya vyakula vyenye sukari, chumvi na mafuta mengi. Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS imeondoa vikwazo dhidi ya Guinea kufuatia mapinduzi ya mwaka 2021 yaliyoongozwa na kundi la wanajeshi pamoja na Mamadi Doumbouya yaliyomng'oa madarakani rais mteule wa taifa hilo Alpha Conde na kusababisha ECOWAS kuweka mfululizo wa vikwazo kiuchumi, kisiasa na kijamii. Hayo yamejiri baada ya wakuu wa nchi na serikali ya jumuiya hiyo kufanya mkutano wa kilele katika mji mkuu wa Sierra Leone Town, ukiongozwa na mwenyekiti wa jumuiya hiyo na rais wa Sierra Leone Julius Maada, uliobainisha kuwa uchaguzi wa rais uliofanyika Disemba 2025 nchini humo na kukabidhi madaraka kwa serikali iliyochaguliwa na Rais Doumbouya kisheria kumeandaa mazingira halali ya kurejeshwa kwa utawala wa kidemokrasia na heshima kwa utawala wa sheria nchini Guinea. Guinea iliwekewa vikwazo na Umoja wa ECOWAS kwa kuzuia mali, fedha na kusafiri wanachama wa utawala wa jeshi na ndugu zao na kusisitiza kipindi cha uongozi wa mpito kiwe kifupi, huku ikisisitiza kuwa isizidi miezi 6 ambapo uchaguzi unatakiwa kufanyika haraka ili kurejea kwenye mkondo wa kidemokrasia. Ikumbukwe kuwa uhusiano kati ya taifa la Guinea na Jumuiya ya Mataifa ya Uchumi uliingia doa tangu kutokea mapinduzi ya kijeshi nchini humo mwaka 2021, Burkina Faso 2022 na Niger 2023 na kupelekea baadhi ya nchi kama Bamako kushutumu umoja wa ECOWAS kutangaza vikwazo dhidi ya mataifa hayo kwa kushawishi na Ufaransa, koloni lao la zamani. Mamia ya waandamanaji wameandamana hadi ubalozi wa Marekani mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini kupinga uingiliaji wa Marekani nchini Venezuela. Maandamano hayo yameongozwa na wanachama wa kikomunisti cha Afrika Kusini na vyama kadhaa vya wafanyakazi. Aidha, katibu mkuu wa muungano wa kitaifa wa wafanyakazi nchini humo Irvin Jim ameuambia umati wa waandamanaji kwamba aliwasilisha waraka huo kufuatia maandamano ya halali na amani kwenda katika ubalozi huo huko Sandton. Madhumuni ya waraka
huo ni kulaani rasmi uvamizi haramu wa kijeshi wa Marekani katika Jamhuri ya Bolivia ya Venezuela na kudai kuachiliwa mara moja kwa Maduro. Waandamanaji hao wametaka haki za binadamu ziheshimiwe na kwamba mafuta yanaweza kutumika kukuza amani duniani, huku wakiahidi kuwa bega kwa bega na watu wa Venezuela hadi rais huyo atakapokombolewa. Kwa upande wa rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na chama chake cha African National Congress wameshutumu vitendo hivyo vilivyofanywa na Marekani na kutaka Maduro aachiliwe mara moja. Afrika Kusini imekuwa na uhusiano mgumu na Marekani tangu Rais Trump aliporejea madarakani kwa kile alichokiita mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya wazungu nchini humo na kususia mkutano wa G20 huko Johannesburg. Rwanda imeishitaki Uingereza katika mahakama ya kudumu ya usuluhishi mjini The Hague nchini Uholanzi kuhusiana na mkataba wa wahamiaji kati ya nchi hizo mbili uliofutiliwa mbali na Waziri Mkuu Keir Starmer mwaka 2024. Mashtaka hayo yanakuja mara baada ya Rwanda kudai kuwa Uingereza imekiuka makubaliano ya kifedha yaliyokuwepo katika mkataba huo ambao ulikuwa ushuhudie wahamiaji haramu kutoka Uingereza kupelekwa Rwanda. Hata hivyo, Uingereza imeilipa Rwanda zaidi ya dola milioni 330, lakini ilitaka iachane na malipo mawili ya pauni milioni 50 ambayo Rwanda ilipaswa kulipwa mwezi Aprili 2025 na Aprili 2026, wakitazamia kufutwa kwa makubaliano hayo. Kwa upande wa Rwanda, ilikuwa tayari kukubali swala hilo ili mkataba huo usitishwe na makubaliano mapya ya kifedha yajadiliwe na yafikiwe, huku msemaji wa Waziri Mkuu wa Uingereza akisema Uingereza itajitetea vilivyo ili kuzilinda fedha za wananchi wake wanaolipa kodi. Ikumbukwe kuwa mahusiano kati ya Uingereza na Rwanda yalivurugika mwaka 2025 pale Uingereza ilipositisha msaada kwa Rwanda kwa dhima yake ya kwenye vita vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji, hadi kufikia hapa, huu ndio mwisho wa habari hizi. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa jina la SAU TV. Kwa niaba ya jopo zima la uandaaji wa kipindi hiki, jina langu ni Arafa Ngondae.